Sheikh Ali falyatafaddal mashkuran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ndugu zangu, kwanza namshukuru Allah na namtakia ziada rahma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na ahali zake na maswahaba zake kwa jumla na waislamu wote walio hai na waliotangulia. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri na akatuingize peponi kwa rehema zake. Sintokuwa na mazungumzo marefu kwa sababu ndugu yangu Sheikh Muhammad Luambo amemaliza kila kitu katika kufikisha ujumbe. Isipokuwa mimi nitazungumza aya moja, nitaitolea na mifano, kisha baada hapo inshallah niweze kumrudishia mikrofoni hii Baba Jadawi ili tuweze kuingia na utaratibu wetu katika dua katika siku ya leo inshallah. Na kubwa zaidi, Mwenyezi Mungu aweze kutufungulia katika ya kwetu na inshallah atupitishe salama katika uchaguzi huu unaokuja, na inshallah amani ya nchi yetu iendelee kubaki. Tusemeni inshallah. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, anatuhadithia kisa cha watu wa Sabai. Allah anasema laqad kana lakum fi Sabai fi maskanihim aya. Ngoja nitizame vizuri, imenitoka hii aya sasa hivi, imenipotea. Laqad kana li Sabain fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradhu fa'arsalna alayhim sayra al-'alimin wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawatan ukuli khamsin wa athli wa shay'in min sidrin qalil dhalika jazainahum bima kafar wa hal nujazi ila al-kafur. Hiki ni kisa Mwenyezi Mungu anasema tunawapigia mfano watu wa mji wa Sabai. Tunapozungumzia mji wa Sabai, ni mji unaopatikana katika nchi ya Yemen. Allah anasema jannatani ayamini wa shimal. Katika nchi ya Yemen, katika mji wa Sabai walikuwa na nchi yenye neema kubwa sana. Jannatani ayamini wa shimal, anasema kwamba palikuwa na bustani mawili ambayo ukiangalia kulia na kushoto kulikuwa ni kijani kitupu. Kwa maana ya kwamba mabustani, kwa maana ya nchi yenye neema ambayo ukiingia ulikuwa unaikuta ni nchi ya kijani tupu. Kila utakachopanda kitakuwa ni chenye kuota. Ilikuwa ni nchi nzuri sana yenye neema. Mwenyezi Mungu akawaambia kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, kuleni katika riziki ambayo Mwenyezi Mungu amewapa kisha mumshukuru yeye kwa neema mliokuwa nayo. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, mji wenu ni mzuri na Mwenyezi Mungu Mola wenu ni mwenye kusamehe sana. Walipoambiwa haya, wale vizuri wamshukuru Mwenyezi Mungu na waishi kwa amani katika mji wao, fa'aradhu, wakapuuza neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuanza kupinga neema za Mwenyezi Mungu na kuongea maneno ya ovyo. Allah anasema fa arsalna alaihim sayra al-'alimin, tukawateremshia mafuriko, wabadalnahum bi jannatayhim jannatayn, yale mafuriko yalikuja kuharibu yale mashamba yote, neema yote ile ya kijani ikaondoka. Wabadalnahum bi jannatayhim jannatayn, tukawaondolea ile neema ya mashamba waliokuwa nayo katika wakati huo, tukawaletea mfano wa mwingine, yani dhawatan ukulin khamsin wa athli wa shay'in min sidrin qalil. Tuliondoa matunda yote, yakawekwa machungwa, badala kutolewa machungwa, yalipotolewa machungwa ikawekwa ndimu, yalipokuwa yametolewa makabichi yakaja yakawekwa mikaratusi. Yani Mungu akabadilisha ile neema baada ya kuwa ni wenye kukufuru. Lakini Mwenyezi Mungu anawaambia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, mji wenu ni mzuri, mshukuruni sana Mwenyezi Mungu katika mazingira hayo. Tena Mungu anasema wa baina alqura barakna fiha qura, katika nchi ile Mwenyezi Mungu aliwazungushia katika nchi zingine za jirani, aliwapa neema pia ambazo ni nchi ya Saudi Arabia pamoja na Oman. Mwenyezi Mungu akamwambia tembeeni mnavyotaka katika ardhi yenu, usiku mchana tembeeni, lakini msiache kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakamwambia Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, baid asfarina, fanya safari zetu ziwe mbali. Yani tunatembea, tunakutana na vivuli, tunakutana na miti kijani pamekaa vizuri, mbona hatuoni ule uchungu wa safari? Fanya safari ziwe ndefu, tukute majangwa, tukute jua kali, tukute hakuna maji, ndio tutahisi kweli tuko safarini. Lakini kila kitu tukipita tunakuta maji, tunakuta visima, tunakuta matunda. Fanya safari yetu iwe mbali. Mwenyezi Mungu akawafanya wakabaki kwa mfano. Nini maana yake ninachokusudia kukisema katika aya hii na kufananisha watu wa Sabai? Ndugu zangu,
Tumezaliwa katika ardhi ya Tanzania, tumeikuta nchi yetu ikiwa katika mazingira mazuri, kwa maana ya kwamba kwa amani. Tunapozungumzia changamoto ziko pahala popote duniani. Zipo. Changamoto za kukosekana kwa madawa zipo, changamoto za kukosekana kwa maji katika zipo, changamoto za kuweza kukosekana vitu katika maeneo zipo. Na changamoto hizi kimsingi ni kwamba haziko Tanzania peke yake. Pahala popote duniani zipo. Hata leo ukienda Marekani, nchi ambayo ni bingwa kidemokrasia, wapo watu wanaitwa homeless, hawana makazi, hawana pakulala, hawajui wanakaa wapi. Wapo, na ukienda mtu anaomba $1 ili apate chakula. Ni vitu ambavyo vipo. Sasa katika ardhi yetu ya Tanzania tumewekeana utaratibu. Tunapoona kwamba mambo yanakwenda wrong, kuna demokrasia. Unaweza kuzungumza kwa maana ya kukosoa, lakini pia unaweza kubadilisha uongozi kupitia njia ya kura. Sasa wapo watu ambao wanalalamika kwamba kuna baadhi ya vitu havikai sawa katika upigaji wa kura. Kama hivi vitu havikai sawa, zipo njia ambazo zimewekwa kwa utaratibu wa kikatiba na kisheria ili tuyabadilishe haya. Ukija kusema kwamba watu waingie barabarani kwenda kuandamana na serikali inasema msiandamane, hili tayari linakuwa ni tatizo na ni tishio la amani katika nchi. Kwa sababu mimi nazungumza hapa, mimi ni mwanasiasa. Ni shekhe lakini mwanasiasa. Nilishakuwa kiongozi wa Chadema kanda ya Pwani, nikiwa ni makamu mwenyekiti wa kanda ya Pwani. Tulifanya maandamano mengi sana kupinga swala zima la DP World. Na wakati tunaomba kibali tulipewa na tukapewa na ulinzi katika wakati huo. Kwa hiyo swala la kuandamana ni swala la kikatiba ambalo linaruhusiwa kwa mujibu wa katiba yetu. Lakini je, wakati wa kuandamana ni upi? Leo kuna watu tarehe 29 ndio siku ambayo watu wanakwenda kupiga kura. Majeshi yote yanaangalia usalama wa kutaka kupiga kura. Alafu katikati ya zoezi la kupiga kura unasema tunataka tubadilishe utaratibu, lakini vile vile tunataka tuandamane. Hivi kuna dola gani ambayo itakayokubali kwamba haya mambo yafanyike kiolela? Yaani wewe mwenyekiti wa kijiji, alafu usikie watu wa nyumba 10 wamekaa wajumbe wanakusanya watu ili waje kupindua wewe wakati wewe ndio kiongozi. Hilo jambo litawezekana? Lazima utajitengenezea mazingira ya kuweza kujiprotect. Kwa hiyo katika mazingira haya, serikali imesema msiandamane. Katika wakati huo msiandamane. Zoezi lilokuwepo ni la kupiga kura. Wenye kupiga kura wakapiga kura, waliosusa wamesusa, ambao wanaona hakuna umuhimu wa kupiga kura, waache kupiga kura, lakini msiwazuie watu kwenda kufanya uchaguzi katika utaratibu wa kisheria uliowekwa. Sasa sisi kama viongozi wa dini tunapenda amani ya nchi hii. Kama viongozi wa dini tunapenda kuwapa indhari wazazi wetu, baba zetu, mama zetu pamoja na wadogo zetu. Nyinyi hapa mpo kina baba na mpo kina mama, mna vijana wenu. Kuna mihamasiko mikubwa sana ambayo watu wanazungumza hivyo kuweza kuhamasisha watu waingie barabarani. Jamani, nawaambia siwatishi na wala siwazuii, ila nawapa taarifa rasmi tu kwamba magari ya kuwasha mapya yapo Tanzania hii. Virungu vipya vimeingia katika nchi hii. Askari wamepewa mabuti mapya na hata mabomu ya machozi mapya pia yapo, na kuna watu wamekuja kutoka depo kwa wapya vile vile wataka kupata CV kupitia wewe utakaingia barabarani. Sasa kawaambieni watoto wenu, kama wanapenda kuendelea kubaki na kudai haki zao kwa misingi ya kidemokrasia ambayo imewapa nafasi kwa kufuata mamlaka, wadai. Kukosoa lazima watu wakosoe. Hakuna serikali isokosolewa. Hakuna mtu anayekatazwa kukosoa. Kosoa, zungumza, lakini katika kukosoa tumia presentation nzuri. Fikisha vizuri. Jamani, hata katika Uislamu Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani, ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana. Waite watu katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa hikma na mawaidha yaliyokuwa mazuri. Sasa leo unapokaa katika mazingira ya kawaida, unakwenda kumsema kiongozi wa nchi, kimama, kibibi, sijui kimefanya nini. Hivi huyu si ana watu wanaoongoza huyu? Hivi wewe umekaa uone mtu anakuja anamtukana baba yako na anamtukana mama yako, na yule mtu unamuweza, unachotegemea utamfanya nini yule mtu? Yaani utukanie mama yangu, mama sasa muache, mimi nitafutia timing tu, atauchochoroni. Ukikaa vizuri na kupajiwe shughuli imekwisha. Kwa nini umtukane mama yangu mbele yangu mimi? Kwa hiyo ni mazingira ambayo yapo. Kwa hiyo wenye kukosoa wakosoe kwa kutumia hikima na busara. Kuna neno moja kimsingi, labda Sheikh Abu Jadawi mfano, nikikwambia Sheikh Abu Jadawi unaitwa na baba yako, ili jambo linakasirisha. Lakini unaonaje nikija nikikwambia Sheikh Abu Jadawi unaitwa na baba yako anayelala na mama yako? Unaonaje ile neno? Litakasirisha. Lakini ni kweli? Kwani si kweli kwamba halali na mama yako? Ni kweli. Lakini kwa nini umelifikishaje?
Na kuna mazingira ya kumwambia mtu neno njoo. Umemwita, alafu na njoo. Ni ile njoo. Kuna neno la kumwambia mtu nenda, alafu kuna lingine anambia nenda. Yote ni nenda, lakini kuna moja mtu atakuja kwa hekima, kuna nyingine atakuja kwa kukasirika kwa sababu ile presentation yako. Tukumbuke kwamba kwa mujibu wa katiba tuliokuwa nayo, Rais wa Tanzania ana madaraka makubwa kweli kweli. Ana uwezo wa kuja hapa akasema Sheikh Abu Jadawi achukuliwe akae ndani Butimba bila kwenda mahakamani na ukakaa ndani. Sasa fikiria akae kwa mambo aliyokuwa nayo kichwani mpaka aje kukumbuke wewe Sheikh Abu Jadawi wa Mwanza aseme kwamba haya muachieni yule. Inakuwaje? Yupo mtu alikuwa anaitwa Balozi Christopher Kasangatumbo. Aliwekwa kizuizini na Mwalimu Nyerere takriban miaka 25 mpaka Mwalimu Nyerere anaondoka madarakani, miaka karibia 15 hivi alimweka. Mpaka anaondoka madarakani Mwalimu Nyerere kamsahau yule mtu. Akaja mzee Ali Hassan Mwinyi akamsahau, kaja kukumbukwa na mzee Mkapa, alikaa Tabora, aliambiwa hakuna kutoka nyumbani kwako isipokuwa mita 50. Hakupelekwa gerezani. Aliambiwa kaa nyumbani kwako, kutembea ni mita 50 tu. Na ukitaka kutoka kijijini kwenda Tabora mjini kwanza uhakikishe unatoa taarifa kwa mkuu wa wilaya. Na ukienda wakati wa kurudi uhakikishe kabla jua halijazama saa 12 uwe umeshafika. Ni madaraka. Kwa hiyo tutumieni hikima jamani, na ninawatahadharisha, amani ya nchi yetu ni bora zaidi kuliko mtu. Tuwaambie vijana wetu wakapige kura. Kama hawakujiandikisha au kama hawajisikii kupiga kura, wasipige kura, lakini wasiingie barabarani kwenda kuwazuia watu ambao wanaotaka kwenda kupiga kura, eti kwenda kuingia barabarani kusema kwamba serikali imekataza, nyinyi ndio mnaingia kwenda kuambia watu tuingie barabarani tulete mabadiliko fulani. Patatokea vurugu na patakuja kutokea mauaji yasiokuwa na sababu. Matokeo yake amani itakuja itavurugika. Sasa badala ya mtu kusema kwamba alikuwa anahitaji matibabu hakuna, matokeo yake watu wakiumia, wakifa, wagonjwa wataongezeka na maiti zitaongezeka. Itafikia pala unaweza kuja kupata kilema cha maisha. Kwa hiyo tuilinde amani yetu. Kukosoa, tuendelee kukosoa kwamba kuna mapungufu yapo, na watawala nao pia waangalie katika yale ambayo yanayokosolewa yaliyokuwa ya kweli wayafanyie kazi. Yale ambayo yatakayozungumzwa yafanyiwe kazi. Watu wakisema hakuna maji, basi tumieni busara na kuambia watu kwamba mikakati yenu ni ipi ili kuweza kuleta maji. Wakisema hakuna madawa, basi pia muweze kuyafikiria hayo. Wakisema kuna ufisadi, muweze kuyafikiria hayo. Lakini kikubwa zaidi, haya tutayaondoa na kuweza kuyakosoa kwa kutumia busara na hekima. Tukiingia barabarani tunaenda kusababisha matatizo ambayo yatakayotutoa katika focus ya nchi yetu, kwa sababu naamini katika hapo lazima kutatokea watu watataka kuchoma vitu, watu watataka kufanya vitu fulani. Haya mambo hayatakuwa mazuri na hayatakuwa kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Mwenyezi Mungu athibitishe katika nafsi zetu, tuyatafakari, kuyazingatia na hatimaye kuweza kuyafanyia kazi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.